Na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri serikali, kwa ajili ya kulishauri bunge, wako sahihi na wasizuiwe na mtu yoyote. Yaani badala ya kuchukua hatua za watu ambao wametekwa, wale wanaolaani mambo ya kutekwa ndio wanalaumiwa. Tutakuwa na taifa gani la hivyo? Yaani wanaolia kwamba ndugu yake ametekwa ndio wanalaumiwa. Wanaolalamika jamani tutakwisha kwa kuuawa kwa kutekwa ndio wanaolaumiwa. Anayeteka yuko salama na anapongezwa. Na mambo haya yanazungumzwa mpaka hata na baadhi ya viongozi wenye dhamana kubwa. Kwa nini hili liruhusiwe? Ni lazima tuyakatae haya, tuyapinge, tuyakemee na tuambie watu kwa uwazi kwamba hili hapana. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lele mama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani, waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa, anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa 80, bado yuko ofisini. Nilipoenda kumsalimia Faza Kitima hospitali kule Dar es Salaam, tukakutanisha uso, anayemsalimia mwenzake analia, anayesalimiwa analia. Amejeruhiwa vibaya. Kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili. Anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana. Tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana alafu wanayoleta madhara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa Wizara ya Mambo ya Ndani? Tunawezaje kuwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa huyu wa kwanza, sawa. Anatekwa wa pili, sawa. Anatekwa wa tatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida. Yaani mwenzako anatekwa, anauawa, wewe unashabikia. Anatekwa wa pili, mpaka uawe wewe. Faza Kitima ametekwa, amepigwa na kuumizwa, tena akiwa kwenye makaazi ya maaskofu. Halafu mpaka leo waliomteka hawajulikani. Waliompiga sio waliomteka. Waliompiga na kumuumiza hawajulikani. Halafu waziri wa wizara ile yupo, IGP yupo, vyombo vya dola vyote vipo, na wananchi wengine wote wanaolia kwa ndugu zao kutekwa na kuumizwa na wenyewe wanaendelea kulia, ni sawa tu. Halafu ikifika mahala tunaanza kuzungumza kwa kubembelezana kwamba nikimzungumza huyu waziri atafukuzwa waziri, nikimzungumza huyu IGP atafukuzwa wa IGP, nikimzungumza huyu ataniteka, nikipiga kelele na mimi naye piga kelele nitatekwa. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Ni lazima viongozi walioko kwenye maeneo wajirekebishe, kama sio kuachia ngazi kama wameshindwa kusimamia mustakabali wa amani ndani ya nchi. Kisesa oye! Mwabuma oye! Mwabuma oye!
Nataka nipeleke hizi salamu kwa viongozi wote. Kuna viongozi wameongea, na mimi naunga mkono na nawapongeza. Katika mambo ya msingi, hatuwezi katika mambo ya msingi tukao tunazungumza kilele mama. Ni lazima jambo ambalo halifanyiki vizuri, tuseme hili halifanyiki vizuri. Kama waziri fulani anatuangusha, tunasema huyu anatuangusha. Kama ni chombo fulani cha dola hakifanyi sawa sawa, tunasema chombo hiki kinatuangusha. Hatuwezi mambo yanafanyika vibaya, sisi tunayashabikia. Sisi tunayashabikia. Na mimi mbunge wenu, msimamo wangu katika haki, msimamo wangu katika haki hauwezi kuyumba na hauwezi kuyumbishwa na yoyote. Tutaendelea kuwasaisha kama wanasaishika, na sisi tutaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais mahala ambako aone kwamba hapa kuna changamoto kubwa na kuchukua hatua. Hamani aji mpaka apate wazazi wawili. Mzazi wa kwanza anaitwa haki, mzazi wa pili anaitwa nini? Usawa. So no matter how you preach, you are not preaching peace. Una preach what we call utulivu. Na utulivu unaolazimishwa pasipo haki na usawa, kuna siku hautadumu, sababu Biblia inasema tulivu unaotokana na haki ndio unaodumu milele. Ndugu zangu, hii ni mbaya mno. Unapolazimisha watu wanyamaze, watulie, wasihoji, wasipaze sauti, matokeo yake ni mabaya mno. Isaya 30:10. Isaya 30:10. Isaiah 30 verse 10. They tell the prophets to keep quiet. They say, don't talk to us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Unajua maana yake? Anazungumza hapa. Anasema hali inakuwa mbaya zaidi hadi wanapowaambia watumishi wa Mungu wasiongee. Imagine, Mungu anasema katika jamii yenu mmenichukiza kiasi kwamba mmemwambia na nabii asiongee. Wanasema nabii usiongee kwa sababu hatutaki kusikia mambo ya haki. Angalia pale. They tell the prophets. Na so prophet mmoja. Prophets, kamata neno prophets, maana yake ni wengi. They tell the prophets to keep quiet. Neno to keep quiet to them is peace. Kwamba wasipoongea ndio inaitwa amani. Wasipohoji ndio inaitwa amani. Wasipoleta ujumbe wa Bwana inaitwa amani. Na kipindi kile manabii walikuwa wanakuja kukemea. Manabii wasipokemea, hii ndio inaitwa amani according to them. Kwa mjibu wa Wafalme kipindi hicho, nabii asipohoji inaitwa amani. Nabii asipokemea inaitwa amani. Tena wakaweka command, angalia command. They tell the prophets to keep quiet. Neno they tell manake they order them. They have ordered the prophet to keep quiet. It's an order. Why? Wanasema they say don't talk to us about what is right. Mtuambie mambo ya haki. When you see watu wanataka kuambiwa kilicho haki. Haki ya hii kampuni, haki ya wafanyakazi, haki ya wanafunzi, haki ya raia, haki ya waumini. Ukiona mtu anasema wasungumze haki, there's a big problem and God is not happy. Rushani kuangalia. They tell the prophets to keep quiet. They say don't talk to us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Tuambie unachotaka kusikiza sisi. Endelea kutuambia maneno laini. Huu ndo tunaita kwa lugha yetu uchawa. Na kuna somo nitakufundisha machawa alianza lini kwenye Biblia. Bosi kwenye kampuni akisikiza machawa, kampuni inakufa. Kwa sababu hata kama bidhaa, hata kama thamani ya kampuni inashuka, wao wanakuambia boss, ujui tu. Boss anasikiza ile maneno, mwisho wa siku anasikiza kampuni yake imetoka nje. Na kama umeshangalia kwenye jamii nyingi, mtu ambaye anajaribu kuleta kuongea ni kama anaonekana kama anapinga, lakini huenda angesikizwa mwazo yake, anaboresha zaidi huyo mtu. Kama anaongea na wewe, kama anaongea nione mkono wako. Kama unaongea na wewe kwa njia TV, naongea na wewe kwa njia mtandao wa kijamii, nione mkono wako ukisema mtumishi endelea. Unaona viongozi wa zamani walivyoharibika? Au walikuwa ni wafalme wa Israeli. Wanasema, kwa hiyo Mungu aliwatuma manabii akiwaambia, "Fateni njia hii, wafuate njia hii, hili usifanye, hili usifanye." Biblia inasema ikatoka order. Don't tell us what is right. Tell us sweet things, sugar coated words, banana chocolate words. Now, nataka kwa watu wote, nyie ni watu wazima. Mtu akikwambia don't tell me what is right, maana yake nini? Huyo mtu anajua what is right. Isipokuwa ameamua kupindisha. Ndio wale ambao Isaya anasema njia yao
waifuatayo wamepindua njia na hapata kuwepo na amani kwao. If a person tells you, don't tell me what is right, it means that person knows what is right and knows what is wrong. Hii ndo jamii tulionayo. Hawa ndo watu tulionao. Hawa ndo marafiki ulionaye. Angalia rafiki ulionaye. Una rafiki ambao unaweza kumwambia lilo kweli, kesho mkaendelea kuwa marafiki? Kagua. Ndio maisha ya wanadamu yamefika hapa. Angalia hata nyie marafiki. Rafiki yako atakwambia usiniambie hicho. Hali ikifikia hapo mambo ni mabaya. Viongozi wa dini mmekuwa wanafiki. Hamsimamii nafasi zenu. Gwajima amesema utekaji huu, utekaji. Watu wanatekwa. Fika amesema 3. Ifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena. For we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo wenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi, vinasema hapana. Viongozi wa dini bado mmenyamaza. Mnataka nini kitokee? Mkiitwa Ikulu ndio mnaita press. Nyinyi viongozi wa dini, mbona hamjaita press kama mnavyoitaka press kwenda kumuombea Mama Samia? Ambao ni East Africa wenzetu. Hili ni jambo limetugusa, kati ya mambo yaliyotugusa, nalo hili ni jambo limetugusa. Kwa na maombi vile vile, tutakapomwombea rais wetu na Watanzania, bado tutaombea na East Africa wenzetu. Mungu aendelee kuwalinda, na zaidi ya yote Kongo ibaki salama na watu waendelee kuishi kwa amani bila kumwaga damu. Ukiwa unasikia watu wanakufa, unachukulia tu kawaida ni nchi ya mbali, lakini Kongo hapo ni karibu sana na sisi. Sio kitu cha kuchukulia mzaha. Ukiona watu wa Ukraine wanakufa na Urusi, unaweza kuona ni mbali, lakini ni hao wamepata mafunzo. Wanakufa ni watu walitoa mafunzo hapo kwetu. Kumbuka kwa hata Rais Putin alishaikuja kuishi Tanzania kwa kazi za kijeshi. Kwa ni ndugu zetu wametugusa. Ndio maana tunasema hapana, hatuwezi kulala, ni lazima tuliombee taifa letu kwa umoja wetu kama viongozi wa kiroho. Kwa hiyo kwa kweli ninasisitiza tu kwamba Watanzania wote wajitokeze. Tutakuwa tukitangaza occasion tarehe hii ya 22 mwezi huu wa pili. Mbona hamjaita press kwenda kumwombea rais, kwenda kuombea uchaguzi, kwenda kuombea waziri mkuu? Mbona hamjaita press viongozi wa dini kuhusiana na swala hili la utekaji? Au amlioni viongozi wa dini? Unafiki umewajaa. Kwa nini mkisema tunataka kumwombea Mama Samia mnaitana viongozi wa dini? Kwa nini hamjaitana kumuunga mkono hata Gwajima hili? Kwa nini hamjaitana kwenye utekaji kama viongozi wa dini? Kama mnataka watu, si nyinyi kazi yenu ni kutetea wanaoonewa, ni kutetea wanaotekwa? Kwa nini hamjaitana kuita press kama viongozi wa dini, lakini mnaitana kwenda kumuombea Samia, kuombea uchaguzi, kuombea amani, kuombea? Hatusemi hayo ni mambo mabaya. Je, kwa nini katika hili hamlioni? Mnasubiri mambo gani ambayo mnaitana, wakati hili ndio jambo la msingi la kitaifa ambalo wananchi wanapitia changamoto na dhurumu? Kwa nini hamjaita press? Asa mmemwona Gwajima ameita press na waga haiti ovyo ovyo, lakini mmejitokeza, mmenyamaza kimya, kinafiki. Mnaona mishale sasa inamfuata Gwajima, maana watu wametafsiri vibaya hotuba yake. Wanatafsiri wenye ufahamu mdogo, wametafsiri vibaya. Sasa nyinyi viongozi wa dini, mbona na nyinyi mmekuwa kama wanafiki? Kwa nini hamuungi mkono Gwajima? Ina maana Gwajima ametukana watu. Ina maana Gwajima amemtukana rais. Ina maana Gwajima ameitukana serikali. Ina maana Gwajima ametukana jeshi la wananchi. Ametukana polisi. Hapana. Anatetea maslahi ya taifa na kizazi chetu kisitekwe. Ni viongozi wa dini, nyinyi mko wapi? Umoja wenu, umoja wa manabii uko wapi? Mnaoitaga press, tunaenda kumwombea rais, tunaenda kuombea, tunaenda kuombea amani, tunaenda kujitokeza. Mnajitokeza hapo, waandishi wa habari mnawaita, tunaenda kuombea. Imekuwaje hili swala mko kimya? Nyinyi kama sio unafiki na kujipendekeza, kama mtafuti hela, viongozi wa dini, mimi nawaambia ule ukweli. Kwa sababu hili swala halisio Tanzania.
Ikiwa ninyi kama viongozi wa dini mmesimama hapa, kwa nini hamuiti hizo place mnazohitaji? Kwa nini unatumia muda mwingi kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba. Sikia Yeremia 7 mstari wa 16. Tanasemaje? Anasema, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka tuombee nini wakati Mungu anasema tusiwaombea wabaya wasiotaka kuacha ubaya? Jerry, badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais. Hata kama basi kuna lolote unahisi analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba, tuombe Baba, hebu tuombe. Inawezekana kwenye maombi Baba utekaji ukaisha. Inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike. Inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anataka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba. Baba, mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako? Mbona unafukua? Ulikuja kwangu Ikungi misukule ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwa tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwa tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisoliweza. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Jerry, mimi hapa sitakuja kuclarify, sijaja kuclarify press ya Gwajima ni sahihi au sio sahihi kiasi gani. Ninaamini na watu wengine pengine wangetegemea baada ya press ya Gwajima ningesema vitu fulani ambavyo pengine vinge trend. Ukweli sijasema na siko hapa kusema ile press ilikuwa sahihi kiasi gani na makosa kiasi gani. Kuna kaeneo tu ambako Jerry umekagusa, ako ndiko ambako nataka ni kuweke sawa wewe na mtu mwingine yoyote atakaye kuja kuinuka wakati wowote. Fanya yote, tafuta lolote unaolitafuta, usifanyie mzaha jina la Mungu. Mimi hapa ndo ninapoingiliaga. Kuna watu mnajiita watu wa siasa, lakini unajikuta una uhuru wa kukejeri sana uungu wa Mungu na maana ya Mungu. Ila wale ambao mnasema sisi si wana siasa, tukiongea makosa ya upande wa wanaoitwa wanasiasa, mnasema tunachanganya dini na siasa. Sasa subiri, sikia, nataka nikuchambulie aka kaeneo ambako kikejeri fulani ulichokiingiza juu ya Mungu na watu wa Mungu. Ukiwa unamaanisha watu wa Mungu ni mataila fulani ambayo yanatakiwa kuombea kila kitu hata yasio ya kuombea. Naenda kukusomea maandiko hapa yanayoweka mipaka, nini kiombewe, nini kizungumzwe. Jerry, ni vema ufahamu mimi ni fans wako mzuri tangu nadhani ukiwa ITV. Nadhani ukiwa yani style yako ya kuongea Jerry Muro, katika watu ambao nimewahi kuwakubali, yani nimewahi kuwa na thamani kwenye moyo wangu, ni pamoja na wewe Jerry Muro, Humphrey Polepole, Makonda, akina Doto Biteko, akina Kassim Majaliwa, akina Tulia Ackson wakati ule wa corona inalazimishwa pengine barakoa. Tulia alikuwa anajaribu kuweka misimamo ya wengine tunashindwa kupumua na vitu kadha wa kadha, lakini bila shaka kulikuwa na vitu ambavyo wengine wenye D2 tulikuwa tunaenda mbali kidogo kujua pengine kama msimamo wako kana nini
walikuwa wanafanya wakati mwingine tuwe na kaupendo fulani kuna watu niseme tu, kuna watu ambao mmewahi kupita kwenye moyo wangu na kuwa watu fulani wenye thamani. Sio hao tu niliowataja, na wengine wengi, lakini inawezekana Mungu ameruhusu pepeto, mchujo, ameruhusu aina fulani ya wengine, pengine tunapita kwenye tanuru la moto ili atujulishe nani ni nani, yupi ni yupi. Sasa hapa siko kumjadili nani ni nani. Nataka tu wewe na mtu mwingine yoyote akome, acheni, fanyeni yote, tafuteni kila unachotaka kutafuta, lakini utakapolitaja jina la Mungu, mimi hapo utaniona, nitatokea. Nitataka usilitaje bure, litaje kwa namna inayotakiwa. Na kama unavyojua, mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima atasema nini leo. Lakini ninachosema tu ni kwamba nina leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Kama ni ndege ni zile Boeing 787. Kama ni maloli, semi-trailer yale makubwa makubwa. Leseni ya bajaji sina. Kwa hiyo yoyote mwenye bajaji sishughuliki na wewe. Nafikiri mmenielewa Ingekuwa ni lori kubwa ningeendesha. Ingekuwa ni treni ningeendesha. Sina leseni ya bajaji wala guta. Kwa sishughuliki nazo. Ukiona bajaji na kukimbilia unaachana nayo. Na kama unavyojua, mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima atasema nini leo. Ikatokea Abduli, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Hii ni party 2. Wabunge tunawatakia heri ya kikao chenu mnachoenda kujadili. Haya ni maoni yangu kutoka kwa wananchi mbalimbali. Mimi nimekuja kwa niaba ya wengi, wale wanaoitakia mema nchi yetu, na kusema kwamba tunawaomba wabunge wetu tuliowachagua wenyewe, wanapoenda kukaa wakajadili maslahi ya wote. Tuko wananchi tunaolia sana kulingana na mambo yanayoendelea. Tunatamani ni nani atakayejitoa mwanga ili aweze kusaidia wananchi wanyonge, maana tuliwachagua kama wawakilishi na wala
kesho kwa mwingine. Namaliza kwa hili, jaribu kutenda wema kwa mtu yeyote, na hiyo ndio akiba yako ya kesho. Hata kama mtu anakufa katika nchi yako, serikali haina habari, la mimi inanisaidia nini? Hivyo la mimi inanisaidia nini? Ndege mimi inanisaidia nini? Mtu namuua na ndege inakuja kwa sababu ya nani? Mtu anauliwa, serikali haina habari. Halafu mimi nikae iwe CCM mimi? Serikali ambayo watu wanauliwa wao hawana habari, ni CCM. Hata kama mtu anakufa katika nchi yako, serikali haina habari, la mimi inanisaidia nini?